Kwa sababu gani jeshi la M23 wanaendelea kurejea katika ndani ya uwanja wa Kipupu? Kipupu ni sehemu muhimu zaidi katika harakati ya upande wa serikali ya Kongo na upande la serikali la waasi M23. Kwa sababu gani M23 hatua walitolewa katika Kipupu tarehe 11 wakarejea katika eneo ya Mikenge? Kwa sababu Kipupu ilikuwa ni sehemu muhimu katika harakati lenye mapigano la waasi M23, kwa sababu walikuwa Kipupu tayari walikuwa na kontrole vizuri sana walikuwa na kontrole tayari Itombwe mara moja na ulayani Mwenga kwa mara moja, lakini hatua waliondolewa katika seta la Kipupu wakarejea upande wa Mikenge, na kwa sasa M23 tena jana tarehe 13 jana muda wa saa 7 wa mchana M23 walirejea tena eneo ya Kipupu kukabiliana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika ulayani ya Kipupu. Na kwa sasa serikali wamekataa kabisa kupeana. Jeshi la wazalendo wamesema hawataondoka hata kama M23 napigana kinjia gani pamoja na Twirwaneho. Kuondoka Kipupu itakuwa ni gumu zaidi, lakini katika uwanja wa mapambano kwa sasa M23 wanapanga lengo la kurejesha Kipupu uspende. Kipupu inataka wairejeshe, wanataka wairejeshe, kwa sababu ndio maana wanaendelea kushambulia hata leo hivi tunaozungumuza. Tena wamerudi tena kushambulia Kipupu muda wa saa 5:49 walishambulia Kipupu, lakini hili ni kuchokoza jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo waone kama wataregea kuachilia, wataregea wakimbie ili tena wachukue eneo ya Kipupu. Na kwa sasa hili ndio habari zinazopitikana. Haya, kwa sasa hili ni watangazie, kabla ni watangazie taarifa niko nayo. Habari niko na mingi leo tarehe 14. Kumbuka leo ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu wanaotokea mashariki ya Kongo, na wakaribisha tena ndani ya media Goma TV katika muda huyu wetu wa magharibi, huyu muda wa habari wetu wa saa 10 muda Afrika Kusini ni muda wa saa 10 na dakika 30. Afrika Mashariki ni muda wa saa 9 na dakika 30. Ndio maana tunatangaza katika habari kupitia wale wanaosikiliza kwenye lugha ya Kiswahili. Na kwa sasa habari zetu tunazungumza kwa sasa, mashabiki zangu, kwa sasa mashabiki wote kutokea nchini Ulaya, madiaspora kutokea maeneo tofauti, tunawakaribisha ndani ya vipengele vya kila mara ndani ya media Goma TV. Habari tuko nayo ya magharibi tuko nayo. Kabla ni watangazie habari tuko nayo, acha kwanza tusikilize audio hii. Tusikilize kwanza tayari moja kwa moja mjue kwa sasa mambo ya vita imebadilika. Kongo mambo inakuja kubadilika. Niliwaambia hiki kitu, nikwambia katika harakati lenye mapigano tulikuwa najua mapigano kwa sasa huyu mwezi na mwezi wa 8 mapigano atakuwa mbaya zaidi, mpaka nikawaambia watu wangu, kwa sababu mimi naona mbali, kwa sababu naangalia mbali na kuangalia ni je kwenye program ama ni je ili vita linaendelea kusonga. Kabla nizungumze haya na kabla niwaonyeshe kwenye vita ilikuwa leo tarehe kuanzia mapigano yalianza wapi na katika maeneo fulani mapigano yalikuwa katika sehemu gani. Kumbuka tulikuwa tunawatangaziaga tu Uvira. Kwa sasa hamjui kama katika upande wa Minem, upande wa Rubaya, upande wa Masisi kumeharibika, upande wa Kalemi kumeharibika, upande wa Walikale kumeharibika. Hebu tusikilize kwanza mtu mmoja hapa. Wazalendo wote na wasalimu nipata message kutoka Etats-Unis kwa Mnyamulenge mwamefunga kama ilisoma kama masomo ndio ananiambia sema na mwambie wakongole wa wazalendo, mwambie ni serpano areboku iko mnasema, mwambie na mahibu verema kongole mbona wamesema pato fitera pangwa makali sana mashukilo kwa sababu watagombola Minembwe yote, Baraka na kuendelea na mafashi yote itagombolewa. Basolda français banashuka Muanda, 4 cargo ya ba français nashuka, maarmi zinashuka, donc maavio zinatafanya operation Bukavumu, ile aeroport ya Kavumu, batayo yote basolda bote bashakuana kansa yo. Donc Mnyamulenge anasema basolda Congolais mkwe makini vinginenda kwanza. Sasa alisema kama alisema mwaisi témoin qu'il plèche qu'il neige biko na kombola inchi yote. Sasa
Mnyamulenge anatuma message anasema mwambie basoda Kongole ba wazalendo mkwe makini sana, mkwe makini vitenenda nuka ongeze vile mnaongezaka jua sema Rwanda inalipika chini na President Macron ashakusaidia maarme mu Rwanda na ngusha maarme yote na ma drone siku mu Rwanda cha kubaki wanacheza ni chini ya runda chini. Wazalendo Mnyamulenge anasema wazalendo msimame mkii nenda kuanguka Mnyamulenge anatumia habari eko Etats-Unis anatumia habari usiku 0h anatumia habari mwambie basoda wazalendo ibu serpent noir bakwe makini kama muna madrone muuze kwa madrone juu Rwanda pena waka vita inanuka vita inaanza vita sema ilikuwa yaanza kwa hiyo vita inaanza makona Kagame bana declare guerre sasa Kongo tu habari hivi. Watu wangu mnaposikiliza katika mada haya, kumbuka nilikuwa nikiwatangaza na waambia bado vita haijaanza. Nawaambia kuna habari mimi niko nayo, nawaambia kuna wanajeshi wameingia Bukavu, kuna wanajeshi wamekuja kwa wingi zaidi kuelekea Minembwe, kuelekea mara moja .0, kuelekea mara moja ndani ya Kamanyola na kuelekea mara moja eneo ya Kabare huko juu. Kuna wanajeshi wako Kabare, watu wengi hamjui. Kuna wanajeshi wa M23 wamesha kuzingatia Sud Kivu yote, kwa sababu unajua watu wengi mnajua tu tayari M23 wako katika ndani ya Bukavu, M23 iko ndani ya .0, M23 iko katika eneo ya Mashinji, M23 iko katika eneo ya Mudaka, M23 imepenya. Hili munielewe tayari, kwa sababu hao wanasubiri tu order ya mashambulizi yaanze. Mara moja kila pembe yote itachukuliwa kwa dakika moja. Mashabiki zangu, kumbuka hii ni Media Goma TV, ni sehemu tunapatia habari zenye uhakika na habari zenye usalama na habari zenye kukuonesha ni je utajikinga hili vita, na kukwambia kwa sasa watu ulikuwa nategemea kusema kama serikali ya Kongo wako na uhusiano na Rwanda ya kuondoa wanajeshi wao. Kagame ataondoa wanajeshi wake katika wale RDF kutoa ndani ya Kongo. Hili ni jambo la story. Hili ni jambo la story. Tarehe 15 ni lini? Si ni kesho? Tarehe 15 ni lini? Ni kesho. Sasa kama tarehe 15 itafika, mambo gani itabadilika kwa sasa? Serikali gisi ni la kupanga kusema kama M23 kama wanashindwa kuotoka inabidi mashambulizi yaanze. Kwa kweli mashambulizi yataanza ama ni propaganda? Watu wangu, ya pili niliwaeleza nini? Nikawaambia M23 wako na strategy propaganda ya kuchukua Baraka, Fizi, Kalemi, Mwenga na katika mengine zote mpaka kuelekea katika edikota zote za Sud Kivu. Wengine wakasema Rais Felix Seketi ametuma wanajeshi. Ndio, wanajeshi wanajaa Kalemi kwa wingi zaidi, lakini wale wanajeshi wote wanajaa Kalemi kupitia Media Goma TV. Wale wote watarudia nyumba, wote watarudi pole pole. Hili tarehe waliwatuma kwa sababu gani? Hili niwapeleke na mjui. Serikali imewatuma ili wazubaishe raia, population. Tumia make sense, mutumie akili raia. Serikali imetuma hao wanajeshi wajae katika maeneo yote, mujue tayari wa M23 watapata njia ya kupenya. Lakini kumbuka kitu moja, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wa FARDC omomala, tungisema kama ni ibu, tungisema ingekuwa ni wazalendo, lakini le FARDC wale wa king wale kwenye uwanja mapambano, mutasikia mimi mwenyewe siwatabirie na uambia hili kitu. Mutasikia Kalemi yote imetolewa, wanajeshi wa FARDC wenyewe wamesema wamekuja Baraka kuweka ulinzi, Fizi wamekuja kuweka ulinzi, na tunasubiri tarehe 15, si ni kesho hiyo. Kama bila jeshi la Rwanda kuondoka, hao wanaanza mashambulizi. Subiri tuone mashambulizi za FARDC. Lini msha kusikia FARDC na shambulia eneo fulani? Lini msha kuona FARDC kwa kweli wameshambulia ya ukweli bila M23 kuwachokoza?
bila M23 kushambulia. Hili ndio jambo watu mjiulize, kwa sababu gani? Na watu mwelewe kupitia media. Goma TV ni sehemu ya chembe chembe, ni sehemu ya kuambia ukweli, kwa sababu M23 kwa sasa lengo yao ni kuchukua. Nilikwambia katika vita yenye ilianza tarehe 8 mwezi wa 6 mpaka nimekawambia mwezi wa 7 huyu mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 9 vita inataka kuanza kutembea kwa mandege tu. Unaona hizo makombora huko, ndege ndio zinaenda zinamwanga mabombe tu, mabombe. Yani raia population ndio wataendelea kuteseka. Le peuple congolais la vous êtes dans une côté, wenyewe wako eneo yenye FARDC wako, wenyewe wako eneo yenye waasi M23 wako, kwa sababu M23 itatuma kombora, FARDC tumekombora. Yani itakuwa changement, mabombe tu zinaenda kupiga. Yani kama eneo FARDC wako, population wako kule wanakufia hapo. Eneo M23 wako, population wenye iko hapo wanakufia hapo. Yani hizi vita zinataka kuwa, yani tuseme kama inataka kuwa kama vita ya Kongo, inataka kuwa kama Iran na Israeli. Kama mnavyosikiliza, Iran gisi ilikuwa inatuma mabombe mara moja Israeli kwenye hawataki kujua huko kuna mapopulation huko, hawataki kujua. Israeli nayo inatuma mabombe eneo ya Irani kwa sababu hawataki kujua huko kuna raia population. Ni kupiga hili serikali itikisike, iseme kwa kweli tumechoka kwa sasa. Na sasa kwa Kongo sasa vita yenye itakuwa pale, shida moja ni moja. Waasi hao hawana tatizo kwa sababu hao hawaluzi watu. Waasi hawana tatizo kwa sababu hao wako ndani ya nchi. Waasi hao hawana tatizo kwa sababu hao population, nous sommes les mêmes populations dans une peuple du Congo. Wale wataumia ni wananchi wa Kongo. Waasi hao ni wanajeshi wale waliotokea Rwanda na wengine ni wa ndani ya Kongo, kwa sababu ndani ya M23 sio kusema wote ni Wanyarwanda. Kuna wale tayari wametoka nchini Rwanda na kuna wale tayari Wakongomani wamejiunga na chama cha M23. Kwa sasa wale wenye watakuwa katika eneo hilo, tatizo ni moja hili. Kwa sasa M23 kiamua kusema iachane na mapigano, wale wote wamejiunga na serikali ya M23 watakuwa maisha gani? Wale wote wamejiunga wataenda wapi? Watachukuliwa waende Rwanda ama watabaki Kongo? Hili ndio jambo lenye watu wengi wanazungumzia na watu wengi wanajiuliza kwenye maswali. Lakini kitu moja hili muelewe, hili chama ama hao watu kutengeneza hili wana mpango moja lenye hao wanajua peke yao binafsi bila watu kujua chochote kinavyoendelea. Na kwa sasa kwenye mapigano hili, ndugu zangu, muelewe vita inakuja kuamuka kali zaidi. Vita inasonga zaidi. Kabla ni tumalizie ili tusongee na habari zetu mara moja, na kuja kuwapeleka kwenye uwanja mapigano mengine ameendelea kuinuka tangu jana leo hii hapa Itombwe na Kipupu tarehe ilikuwa ni muda wa saa 7 mapigano yamezuka tena Itombwe hapo Kipupu ndani. Hili ninapotangazia leo hii tarehe 14 mapigano yamezuka tena eneo ya Kipupu kuelekea katika eneo linaloitwa Luamba. Ndani ya Luamba wanajeshi M23 walikuwa wanatokea Luamba wanaenda kushambulia FARDC kutoka eneo ya Kipupu, lakini FARDC wangali napambana. Kwa sasa hatujajua ni wana miliki katika habari hizo. Na kuja kuwapelekea habari zingine kutokea ulayani Uvira. Kuna mwili mmoja ya mtu kutokea ulayani Uvira katika eneo ama katika seta ndani ya Lake Tanganyika. Mwili ya baba mmoja alikatwa kichwa akaonekana kwenye mto wa Lake Tanganyika jana tarehe 13, na huyu mwili bado watu hawajajua ni mwili gani, kwa sababu huyu mwili ulionekana jana tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kwa sasa alionekana katika ndani ya eneo ya Katombwe, ndani ya eneo inaitwa Kakombe Kasenga, ndani ya ulayani ama ndani ya mtaa ya Kakombe Kasenga. Huko katika eneo ya Kasenge tangu tarehe 11
kulionekana tena mtuto wa risasi katika eneo ya Kasenga. Kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inaendelea kufanya upelelezi na kujua waasi hao wanatokea katika upande gani, na kwa sasa huyu mtu aliyouawa alikata kichwa, kwa sasa hawajajua ni mtu wa aina gani, kwa sababu sehemu ya kichwa haionekani, hakuna kitu ya kuonesha tayari huyu mtu anatokea eneo fulani, hakuna mambo ya carte d'electeur, hakuna yote, kwa sababu alionekana mwili tupu peke yake. Katika eneo ya maji watu walikuwa wanatokea katika eneo ya Kasenga ndio walimuona katika maji kimpeleka katika eneo kando ya maji. Na habari zingine kutokea ndani ulayani Walungu nako kumeonekana baba mmoja wa miaka 33 aliuawa. Kwa sasa alikuwa akitokea katika ndani ya eneo ama katika tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2020 alikuwa akitokea katika ndani ya kijiji cha Shanga kuelekea ndani ya eneo ya Nzibira. Kwa sasa hapo alifariki akitoka kazini Nzibira, na kwa sasa hili ni jambo, aliwawa na watu wasiojulikana. Mpaka kumbuka hizo ni eneo zimezingitwa na serikali ya waasi M23. Kwa sasa ni la kufanya upelelezi wajui huyu mzee aliwawa na watu gani. Na katika habari zetu zingine tunakuja kuwapeleka mara moja. Katika habari tuko nazo ni mengi zaidi, mashabiki zangu. Habari tuko nayo ni nyingi zaidi katika leo. Na kuja kuwapeleka eneo zingine zenye mapigano kwa sasa. Masisi kwa sasa mapigano yameendelea kuzuka kwa sasa ndani eneo inaitwa Mashariki Mkoto, kuelekea wazalendo na wanajeshi wa M23 walishambuliana zaidi katika eneo hizo na kupigana katika kijiji cha Nkwikwe Malemo. Mara moja katika eneo ya Malemo kumegawanyika mara pili. Jeshi la wazalendo wako upande moja na jeshi la waasi M23 wako upande moja katika eneo ya Malemo, lakini raia population wamekimbilia eneo ya Kalembe kwenye eneo yenye usalama, yaani population kutokea eneo ya Nkwikwe Malemo na kutokea ndani ya Bashali Mkoto wote wamekimbia katika eneo ya Kalembe kwa sehemu yenye usalama kidogo. Walikale katika barabara hili ni wapeleke mara moja katika taarifa tuko nayo. Ndakuja kuwapeleka Lubero, Butembo, Beni, Ikobo. Barabara hizo zinaokutanisha miji hizo kwa sasa kumeonekana mtuto wa mabombe kutokea upande la waasi M23 kusonga mbele kuelekeza mabombe katika ulayani ndani ya huko Walikale, na katika vituto vya mabombe hivyo vinaelekea katika upande wa Lubero, Butembo, Beni, Ikobo. Kwa sasa jambo la hali hatarini zaidi, mpaka serikali imehimiza raia population wote wanaotembea kwa barabara kuelekea eneo ya Beni, Butembo, eneo ya Ikobo wawe makini zaidi katika kusafiri, kwa sababu wanaweza kukutana na waasi katika mabarabara moja kwa moja. Na habari zingine mara moja nawapeleka katika mambo inaendelea kuonekana katika eneo inaitwa Mulima. Huko kote ni eneo tu ya Walikale. Kwa sasa eneo ya ndani ya Mulima ya Kasege ndani ya eneo ya Migukwe mashambulizi yameonekana katika sekta hii tena leo tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Katika jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo walikuwa kimiliki katika eneo hizo, lakini wanajeshi wa M23 walisha kumiliki tena vijiji hivyo. Kwa sasa ndio wanaomiliki katika sekta hili kwa sasa. Kwa sasa kwenye mkomboro moja kwa moja mapigano yameendelea kuzuka kati ya upande ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Kwa sasa vita hili linaendelea kuonekana upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu imeendelea kuwa hatari moja kubwa zaidi, lakini wanajeshi wa Nord Kivu wameendelea kuavanse kwenye uwanja mapambano, lakini kwa sasa kwenye mgogoro imekuja kupandika, na kwenye mgogoro wa masasi vita inakuja kubadilika, ni upande wa Sud Kivu. Upande wa Sud Kivu tete kwa tete, serikali ya Kongo imetegea kwa sasa kusubiri tarehe 15 kukuje jeshi la Rwanda litaondoa wanajeshi ama vipi. Na kwa sasa M23 nao
wamejipanga kwa sasa ili waanze mgogoro wenye mapigano, kwa sababu wana lengo mara moja kuchukua upande wote wa Sud Kivu. Tayari M23 ikichukua Baraka, ichukue Kalemi, ichukue Mwenga, ichukue na sehemu zingine hizo, tayari eneo ya Sud Kivu itakuwa kwenye mikono tayari ya M23 moja kwa moja. Ndio maana kwa sasa serikali nayo imejipanga muno kwa kweli, wanakuja kuzibatisha ama wamekuja kufunga hizi vikuta vyote M23 wanapenda kudhibitisha na kukuja kukomboa hizi eneo za Pwenzero na Minembwe. Kwa kweli FARDC watafaulu, lakini tuna imani serikali inaweza kufaulu, lakini bila imani tuko nayo ni kidogo zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni mwaka karibu miaka mingapi imemalizika, serikali ya Kongo imejitahidi kwa kweli kwa kurejesha ama kwa kupambana ili wafanye nini, wadhibitishe upande huyu wa eneo zote, lakini hii ni miaka ya kutosha mpaka raia kwa sasa wameona kwa kweli hakuna tegemeo kwa serikali la Kongo. Lakini kama sisi watu wa media tunajua, kuna imani, kuna kati mambo inaweza kubadilika. Jinsi tulikuwa tunajua wanajeshi wanakuwa na wana uzoefu kidogo, wana uchovu kidogo. Kwa sasa serikali inaweza kuwa kama iliamua kubadilisha strategy ya vita kwa kupatia wanajeshi chakula, kwa kuwalipa fedha nzuri, wanajeshi kupata l'argent de poche, wanapata financement vizuri, na wanajeshi wa wazalendo kwa sasa wanaweza kupigana na avec courage. Lakini bila hilo, mnaona mara kwa mara wanajeshi wanalia sana, na wengi hamjajua ni kwa sababu gani serikali ya Kongo iliamua kuanza kufanya msako kwa viongozi, wanajeshi wote kuwanyang'anya matelefone, kwa sababu wasiendelee kukatiwa courage kwenye uwanja mapambano, watu wao wapige simu. Kwa nini unapigana mahali haupate kitu? Sasa ili nakata mwanajeshi courage kwenye uwanja mapambano. Kwa sasa ndio maana strategia ya serikali iliamua kuanza kutoa mara moja wanajeshi wajue. Unaweza jipata kuna FARDC wale wakiwa kwenye uwanja mapambano wanapigia waasi M23 katika seta lenye mapigano, unajipata wenzao mmoja wanaomilia katika vita. Sasa hili ni jambo, habari imebaki tu ni kwenye maredio zile zao za kivita, kwa sababu hizi haweze kusaliti wenzao, kwa sababu ukifungua mara moja watu wote wanajua katika eneo fulani radio ya nani ya vita imefungua, kuna habari inataka kutangaza, na kama tayari inaweza kudanganya utangaze, tayari walishajua tayari kitu imebadilika. Ndio maana hili na watangazia mashabiki zangu, serikali inaendelea kubadilisha vita moja kwa moja, inaendelea kubadilisha wanajeshi, kubadilisha strategia ya vita, kwanza kubadilisha communication, kwa sababu wasipate wale watakuja kuwasaliti. Na kama unavyonisikiza kupitia media Goma TV, subscribe, like, comment, partage kama tayari unaelewa habari zangu. Kumbuka mimi ndio nakuletea habari kwa dakika, kwa sababu nyuma masaa mawili matatu habari mpya ikitokea na waletea moja kwa moja. Tuje kupatana kwa habari zetu za jioni. Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye. Kama unavyonikubali kupitia media Goma TV, subscribe, tandika. Yani nimewambia wanajeshi mujifunze ngumi. Tandika, shotokani, tandika. Unaelewa vizuri? Unatandika, unaelewa vizuri? Hapana simama hivi. Unapiga.